ambayo ni haja ya moyo wetu. Wako wenzako ambao walitamani kuwepo siku ya leo. Tumesikia kwenye matangazo wako wenzetu ambao wametangulia mbele za haki, sio kwamba walitenda dhambi sana. Wako wengine hospitalini. Sisi tunapovuta hewa hii bila kulipia chochote, wengine wanavuta hewa ya oksijeni kwa kulipia gharama kubwa. Mimi ni nani na wewe ni nani? Tumekuja chini ya msalaba huu, mahali pekee ambapo tunaweza kupata raha ya mioyo yetu. Inawezekana majirani zetu wametuudhi na kutuumiza. Inawezekana wezi wetu wametuudhi, wametuumiza. Lakini tumepata neema ya kufika mahali hapa ambapo amesema jina lake litaitwa na watu watamuona. Ni wakati pekee wa kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana, chini ya msalaba huu, ambapo pana pumziko la mioyo yetu. Amesema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tazama ni wakati mwingine ambapo umetuita katika madhabahu hii. Tazama ni wakati mwingine umetuita mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia neema ya kuwepo hapa, na kama vile ambavyo tunaendelea kupokea mawazo, namna ambavyo watu wanatamani kufundishwa na kuelewa. Ni jambo jema katikati ya maisha yetu kupata elimu juu ya kile ambacho tunakifanya, ili tufanye kwa ukamilifu na Mungu akapate kutukuzwa ndani mwetu. Na leo tutajifunza habari ya sadaka ya fungu la 10, na tutaangalia wakati wa Agano la Kale kwa watu wawili ambao walitoa sadaka ya fungu la 10. Tutaangalia wakati wa sheria ya Musa. Tutaangalia wakati wa Yesu, maana ya Agano Jipya, ili tuweze kuona katika hawa wote walifanyaje, na hata tafsiri ya maandiko na namna ambavyo watu pia wanafafanua kwa nyakati hizi na majira haya. Na hii sadaka tunayotoa kila mwisho wa mwezi ina nafasi gani kwenye maisha yetu ya imani? Na kabla hatujatoa au hatujifunza habari ya sadaka, naomba niweke mambo ya msingi mbele yako. Jambo la msingi la kuelewa, sadaka sio wazo la mwanadamu. Sadaka ni wazo la kimungu aliloliweka ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo tunapotoa sadaka yoyote, hatutoi kwa sababu ni wazo la mwanadamu. Tunatoa kwa sababu ni wazo la Mungu, ni wazo la kimungu ambalo amewekeza ndani ya mwanadamu. Na sadaka inasimama kwa nafasi ya mwanadamu. Na sadaka tunayoitoa inaleta maisha mazima ya mwanadamu mbele za Mungu. Na ndiyo maana wakati tunapotoa sadaka, pale mwishoni huwa tunayatamka maneno haya: nimekujia na leta vyote ulivyonipa. Hatuitamki fedha, hatutamki vitu, hatutamki jambo lolote ambalo liko nje ya maisha yetu, bali tunasema nimekujia na leta vyote ulivyonipa, ambavyo ni moyo, mwili na mawazo. Kwa hiyo sadaka unapoileta, maana yake umeuleta moyo wako, umeleta mwili wako, umeleta mawazo yako, vinavyowasilishwa au kuwakilishwa na ile sadaka ulioleta. Kwa ni lazima ujue mambo ya msingi unapokuwa unatoa sadaka. Usitoe ukifikiri ni wazo la kanisa. Usitoe ukifikiri ni wazo la wachungaji na makuhani na watu wengine mbalimbali. Sadaka unapopeleka mahali popote, ingia katika eneo lile, taarifa zilifika kwa mfalme,
na akapata taarifa kwamba yuko binti mzuri ameingia katika nchi. Unajua Biblia inapoandika binti mzuri ni mzuri. Yuko binti mzuri ameingia katika nchi, na watu wote wakamuona, na akachukuliwa akapelekwa kwa mfalme. Na akiwa kule ndipo Mungu anamtokea yule mfalme na kumfanya na kumtenda aliyomtenda. Na baadaye yule mfalme anarudi kwa Abrahamu akamwambia, umenitenda mambo gani haya? Kwa nini hukuniambia kwamba huyu ni mkeo? Kwa Ibrahimu akajitetea, lakini baada ya yote yule mfalme akachukua mali zake akampa Abrahamu na fedha na vitu vingi, na Lutu akajipatia kupitia Abrahamu. Na ndipo baada ya kukaa Misri kwa muda mrefu wakarudi katika nchi ambao walipewa na Bwana Mungu wao. Walipofika eneo lile la malisho likawa ni dogo. Sasa unaweza kujiuliza, eneo linakuwaje dogo wakati ule watu hawakuwa wengi? Lakini Biblia inasema eneo likawa ni dogo la malisho, maana walikuwa matajiri wa mifugo. Na wafanyakazi wakaanza kugombana, wafanyakazi au wachungaji wa Abrahamu pamoja na Lutu, na baadaye wakaamua kutengana. Na walipoamua kutengana, nisikilize vizuri hapo. Walipoamua kutengana, Abrahamu akamwambia Lutu, jichagulie mahali pa kwenda. Lutu akaangalia Sodoma na Gomora kwa wakati ule kabla haijaharibiwa, ilikuwa ni uwanda mzuri kama bustani ya Mungu. Akajichagulia kwenda Sodoma na Gomora. Baada ya Lutu kutengana na Abrahamu akajiwa na Mungu. Mungu akamwambia Abrahamu, inua macho sasa, tazama. Kuna sababu ya kutengana na huyo ulioshikamana naye, kwa maana kuna wakati anakuzuilia baraka zako. Kuna mtu unaweza ukamshika ukafikiri ni mtu wako wa karibu, ni rafiki yako wa kukusaidia, kumbe kuna wakati mwingine yeye ndo anazuia baraka zako. Baada ya huyu Lutu kuondoka, yeye na mke wake na mifugo yake na wachungaji wake, Mungu anakuja kwa Abrahamu anamwambia, sasa inua macho, na anamwambia tembea katika eneo hili kwa marefu yake na mapana yake. Maana yake anampa kumiliki kwa kutembea, kwa kuchora kama alama ya msalaba, kwamba anamiliki, kwamba umetengana na huyu, alikuzuilia mambo mengi, sasa mimi ninakupa nchi hii. Na akamwambia inua macho yako utazame sasa. Kwa hiyo anapotazama hatafunza kwamba katika hawa watu wawili walipitia maisha ya vita, na maisha yetu sisi kama wanadamu ni vita kama nilivyosema. Kwa hiyo tunapotoa sehemu ya fungu la 10 tunajua kwamba tunaweka akiba kwa Mungu kwa sababu ametupitisha katika vita. Lakini sheria ya Musa, katika nyakati za Musa, sheria ya Musa inasema, ukisoma kitabu cha Malaki mlango wa 3 mstari wa 10, yeye Musa anaweka sheria kwamba leteni zaka kamili ghalani mwa Bwana, kiwemo chakula cha kutosha. Kwa yeye Musa analeta hii sadaka kama sheria. Kila Mwisraeli anapaswa kuleta sehemu ya 10 iliyo kamilifu. Na ilipokuwa ikiletwa ghalani mwa Bwana, kazi ya fungu la 10 kwa wakati huo ilikuwa ni kwa ajili ya Walawi na makuhani. Ndio pale ambapo nataka nijibu swali la yule rafiki alioniuliza kwamba nyakati hizi tunatoa sadaka ya fungu la 10 ya nini wakati hakuna Walawi wala makuhani? Ni kweli ilikuwa ni kwa ajili ya Walawi na makuhani, na Walawi walipewa fungu la 10 kwa sababu Lawi alikuwa ni miongoni mwa watoto 12 wa kiume wa Yakobo. Maana watoto wa Yakobo wako 13.
isipokuwa yule wa 13 huwa hatajwi sana, Dina. Kwa hiyo watoto hawa 12 ndio waliokwenda kuirithi ahadi ya babu yao Abraham kule nchi ya Kanaani. Na nchi ya Kanaani ilikuwa na wakazi wake, ilikuwa na watu wanaoishi kule. Kwa hiyo ili uweze kupata eneo la kurithi kule Kanaani, ni lazima uliwapiga wenyeji kwa kumwaga damu ili upate mahali pa kuishi. Kwa hiyo taifa hili la Lawi walichaguliwa kama watu ambao hawatakuwa na urithi wa eneo la nchi ya ahadi, kwa sababu waliwekwa akiba kwa kazi ya madhabahuni. Huwezi kumwaga damu alafu ukatumika madhabahuni. Hivyo basi taifa hili la Lawi waliwekwa akiba. Kwa kama waliwekwa akiba, hawana mahali pa urithi, hawana eneo la kurithi la kufanyia kazi, kulima na kuzalisha, basi walihitaji kutunzwa kwa sadaka za fungu la 10 kutoka katika wale mataifa mengine 11. Kwa hiyo hata sasa bado makuhani wanapewa sehemu ya fungu la 10, kwa sababu mshahara inawezekana hautoshi na hawana namna ya kushiriki magendo. Mshahara hautoshi. Kwa wale ambao wanasimama katika nafasi kwa usahihi ya kuhudumu madhabahuni, huwezi kuwa na mpango wa kando. Mpango wako umenyooka. Kwa hiyo inawezekana wanakae nani tumwibidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote na umtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Baraka hiyo itamka ijie kwenu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.